بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله المنان الذي أكرمنا بالقرآن ثم جعله ربيعا في قلوب أهل البصائر والفرقان، والصلاة والسلام على المبعوث هدى ورحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن استنى بسنته واقتفى بأثره إلى يوم الدين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا، آمين. بعدكم شكر الله سبحانه وتعالى نكم تكي رحمنا أماني بونمتم محمد صلى الله عليه وسلم. إن شاء الله juma lililopita tulianza tafsiri ya surati al-Mutaffifin na tukabainisha ya kuwa suratul Mutaffifin madaniya, ni sura ambayo kwamba ilishukishwa Madina, na tukawa ni wenye kusema ya kuwa sura ambazo kwamba zimeshukishwa Madina huwa zinashukishwa kuja kutufunza ahkam, sheria za dini yetu, iwe ni sheria ya kuuza na kununua, iwe ni sheria ama sheria zinazofungamana na mambo ya ndoa, iwe ni masail, sheria ambazo kwamba zinafungamana na nguzo za Uislamu kama zaka, kama haji na mengineyo. Sasa sura zilizo alhamdulillah yuslih balakum, sura ambazo zimeshukishwa Madina, mingi ya hizi sura zinakuja kutufunza ahkam, sheria za dini yetu. Na tukasema ya kuwa suratul Mutaffifin ni sura iliyokuja kutufunza sisi sheria gani? Ahkamul bai'i washira, sheria ya kuuza na kununua. Ahkamul bai'i washira, sheria za kuuza na kununua. Na tukasema umuhimu wa Waislamu kujifunza sheria za kuuza na kununua ni mkuu sana. Tukajibu swali, kwa nini Waislamu wanafaa kujifunza sheria ya kuuza na kununua? Tukanukuu kauli ya Umar bin al-Khattab radhiyallahu anhu arda, aliyesema la yabi'anna ahadun fi suqina man lam ya'lam shari'atana, asiuze na kununua yoyote katika soko yetu sisi Waislamu, asiuze na kununua mtu yoyote yule ambaye kwamba hajui sheria zetu za kuuza na kununua. Yani asiruhusiwe mtu kuuza na kununua chochote katika soko ya Waislamu ikiwa huyo mtu hajui sheria za Kiislamu zinazoambatana na kuuza na kununua. Na mbona Umar bin al-Khattab radhiyallahu anhu wa arda alisema maneno haya? Kwa kuwa, ndugu wapenzi katika imani, sheria hii ya kuuza na kununua ama masala ya rizq ni masala nzito katika dini yetu. Mtu kwa ajili ya kuchuma kwa njia ya haram, mtu kwa ajili ya kuuza na kununua na kupata faida kwa njia ya haram, mtu ananyimwa ama anakosa kukubaliwa dua yake tu kwa sababu ya kuchuma rizq kwa njia ya haram. Ndio tukasema ni masala nzito, lakini Waislamu wengi hawaitilii uzito unavyofaa. Masala ya rizq ni masala ambayo kwamba mtu ukichuma hii riziki kwa njia mbaya, wallahi dua zako hazitokubalika. Acha dua zako wewe, mpaka dua za watoto wako na wale wanaokutegemea watakuwa wanaomba dua, lakini Mwenyezi Mungu haikubali. Mwenyezi Mungu haikubali. Ndiyo ndugu wapenzi katika imani, Mtume sallallahu alayhi wasallam akatutolea mfano wa mtu ambaye kwamba ana masharti yote ya kukubalika kwa dua yake. Rajulun ash'atha akhbara yarfa yadayhi ila as-samaa fayaqulu ya Allah ya Allah ya Allah, wa malbasuhu haram wa mashrabuhu haram wa ghudhiya bil haram fa anna yustajabu lahu. Mtu ambaye kwamba
ana sababu zote za kukubalika kwa dua. Ni msafiri, amechoka, ana vumbi juu yake. Naam, ana vumbi juu yake, ana athari yote ya mashaka na dhiki na madhila ya usafiri. Naam, mtu kama huyu ambaye kwamba akiinua mkono hivi akiomba dua Allah hukubali. Ndio maana tukisikia mtu anasafiri, sisi umwambie tumuombee dua, sio tunamwambia tuombee sisi dua, kwa kuwa wewe ni msafiri. Sasa mtu msafiri kama huyu ni mtu mustajabu dua, mtu mwenye kunyanyua mikono yake kuelekea sama. Mwenyezi Mungu anaona haya hiyo mikono irudi chini bila yeye kukujibu. Ndio tukasema katika ada ya kuomba dua, baada ya wewe kuomba dua ukirudisha mikono yako chini, naam, usiwe ni mwenye kujifuta futa kisha ukapanguza usoni. Hiyo imethibiti tu wakati unaomba dua wakati wa kulala. Ama dua zingine zote inafaa ukiomba dua, ukimaliza unashukisha mikono yako miwili ili itimie ile sharti ambayo kwamba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala humuonea haya mja atakayenyanyua mikono yake miwili akaomba dua, kisha hizo mikono mbili zikashukishwa chini bila ya dua ile kujibiwa. Hii tukataja mlango wa faida. Kisha mtu ambaye kwamba anamlilia Allah, anasema ya Allah, ya Allah, huu ndiye mtu ambaye kwamba dua yake inakubalika, kwa sababu min adabi dua, kati ya adabu na tabia za kuomba dua, kando na kunyanyua mikono yako miwili, ni wewe kumlilia Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-ilha wanavyosema wanazuoni, al-ilha, wewe kumlilia Allah ukasema ya Allah, ya Allah. Yani hii ni adabu, sio tu mtu kunyanyua mikono anasema nataka gari, nataka chakula, nataka riziki. Hiyo ni wewe kukosa nidhamu. Nidhamu ya kuomba dua baada ya kunyanyua mikono yako miwili ni ufanye nini? Al-ilha, yani ulie ya Allah, ya Allah, ya Allah, la ilaha illa ant. Na ndipo yule sahaba ambaye kwamba Mtume sallallahu alayhi wasallam alimsikia akiomba dua, na huu sahaba katika dua yake akasema Allahumma inni as'aluka anta Allahul ahadu samad alladhi lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Mtume sallallahu alayhi wasallam akasema kumuhusu huyo bwana, laqad daa bima law du'iya bihi Allah istajab. Huyu bwana ameomba dua akitumia maneno ambaye lau kiitumia katika kuomba dua ukamtaja Allah, ukamhimidi Allah, ukamsifu Allah, basi Mwenyezi Mungu anakubali dua yako. Hizi ni katika adabu za dua. Sasa huyu mtu ni msafiri, mpaka ameweka hiyo nidhamu ya kulia ya Allah, ya Allah, ya Allah. Lakini vipi Mwenyezi Mungu atakubali dua yake ila hali nguo aliyovaa imetokamana na riziki ya haram? Kinywaji alichokinywa kimetokamana na riziki ya haram. Chakula alichokikula kimetokamana na riziki ya haram. Umar bin al-Khattab radhiyallahu anhu arda, siku moja alialikwa, akaenda katika mwaliko akala. Baada ya kula akiwa barabarani, wallahi akakumbuka uhatari wa mtu kukula riziki ya haram. Na kwa kuwa hakujua yule aliyemwalika alichuma hii riziki kwa njia gani, Umar bin al-Khattab radhiyallahu anhu arda akajitapisha hiyo chakula. Kwa nini? Anahofia sawa sawa awe kati ya wale wenye kula chakula kilichochumwa kwa njia ya haram. Lakini sisi wengi wetu hivi sasa haujali. Unajua kabisa huyu mtu ni muuzaji bangi, anakualika katika mankuli na unaenda tu kukula. Unajua kabisa huyu mtu amekodi nyumba yake kwa muuzaji pombe, bimaana pombe inauzwa pale nyumbani, sawa? Na huyu naam ni landlord, anaenda kupokea naam ile kodi mwisho wa mwezi, kodi ambaye kwamba
kinatokamana na nyumba ambaye kwamba inatumika kuuzwa nini? Pombe, na wewe bado unaenda unakula ile riziki. Hasa ndugu wapenzi katika imani, hii ni masala hatari. Masala ya riziki watu wanafaa kulizingatia wallahi alazim, ili dua yako, kwa kuwa hakuna kitu ambacho ulichopewa kinachoweza kukunusuru mbele ya matatizo kuliko hii dua. Baada ya imani yako wewe kwa Muislamu, wallahi zawadi kubwa umepewa ni dua. Ndio Mtume sallallahu alayhi wasallam akasema, la yaruddu alqadra illa dua. Hakuna kitu kinachoweza kubadilisha qadar ya mtu, makadirio ambayo kwamba mtu aliandikiwa, hakuna kinachoweza kuibadilisha isipokuwa dua. Isipokuwa nini? Dua. Hasa unajinyima nafasi ya kutumia hii dua yako. Kwa nini? Kwa kuwa unakula riziki iliyotokamana na njia ya haramu. Hii masala ya riziki ilikuwa inawafanya salafuna salih, waja wema waliotangulia, walikuwa wanawake wanawaambia waume wao fi sabah, asubuhi, wakati wanapotoka kwenda kufuata riziki, kwenda kusaka, kufuata, kutafuta riziki, walikuwa wanawaambia fattaqullaha fina, mcheni Mwenyezi Mungu kwa haki yetu. Fattaqu mala alharam, muogopeni, mjiepusheni na mali iliyochumwa kwa njia ya haram. Fa innana nasbiru ala ju'in wala nasbiru ala nari jahannam, sisi tunaweza tukavumilia makali ya njaa, lakini hatuwezi tukavumilia makali ya moto wa jahannam. Kwa hivyo ewe mume, unapoenda kuchuma hii riziki, mche Mwenyezi Mungu kwa haki yetu, usichume kwa njia ya haram, usichume kwa njia ya haram, kwa sababu heri uende urudi useme leo nilikosa. Tunaweza tukavumilia makali ya njaa, lakini subhanallah, usituletee mali iliyochumwa, riziki iliyotokamana na mali ya haram, ikawa sababu yetu sisi kuadhibiwa na Allah siku ya Kiyama, kwa kuwa sisi hatuwezi tukavumilia makali ya moto wa jahannam. Hii ilikuwa ni nasaha wanawake wanawaambia waume wao asubuhi wanapotoka kwenda kuchuma riziki. Lakini hivi sasa ndugu wapenzi katika imani, mtu unaenda unarudi na riziki nyumbani, hata uulizwi imetoka wapi, hata hauulizwi imetoka wapi. Kwa nini? Watu hawaelewi uhatari wa kukula mali iliyochumwa kwa njia ya haramu. Watu hawaelewi uhatari wake. Ndugu wapenzi katika imani, ma'al asaf, licha ya kuwa katika zaidi ya aya moja Mwenyezi Mungu anazungumzia wale wanaokula mali ya urithi kwa njia ya haramu, innama yaakuluna fi butunihim nara. Mwenyezi Mungu anawazungumzia wale wenye kula mali ya urithi kwa njia ya haramu, wakamnyanyasa yule mwenye kufaa kurithi kwa njia ya halali, awe ni yatima, mtoto ama mtu mzima. Mwenyezi Mungu alisema nini? Fa innama yaakuluna fi butunihim nara, wanachokila katika matumbo yao ni moto wa jahannam. Licha kuwa Allah amesema hii, utatupata tunadhulumiana hata katika masala ya urithi. Ma'al asaf, hata huku mtaani kwetu watu wangapi wamedhulumiwa katika urithi? Watu wangapi? Unasikia mpaka unashangaa. Jamii yetu yafaa kuheshimu masala ya urithi. Masala ya nini? Urithi. Ndio maana hii mali wakati mwingi haitusaidii. Mtu amedhulumu mwenzake room zaidi ya 20 katika urithi, na subhanallah, licha haya yote anaishi kama mlala hoi, haimnufaishi. Kwa nini? Ni mali iliyochumwa kwa njia nini?
haram, si tu katika biashara pekee, hata katika masala ya urithi. Udanganyifu tulionao. Sasa almuhim, hii ni masala hatari, masala ya riziki. Ndio maana Umar bin al-Khattab radhiyallahu anhu arda akatuhusia tusimruhusu mtu auze na kununua katika soko yetu sisi Waislamu ikiwa hajui sheria zetu. Ndugu wapenzi katika imani, uhatari wa mtu atakayefanya biashara na Muislamu kwa njia ya haramu, uhatari wake ni kwamba yudhhibu barakata sil'a. Lau wewe Muislamu ukauza ama ukanunua kisha mkakosa kuzingatia sheria za Kiislamu katika kuuza na kununua, wallahi inakuwa ni sababu ya baraka kuondolewa kutoka katika ile bidhaa uliokuwa unanunua ama uliokuwa unauziwa, na inakuwa ni sababu ya baraka kuondolewa kutoka katika ile mali ulioipokea. Ndio Mtume sallallahu alayhi wasallam baada ya kusema albay'ani bil khiyari ma lam yatafarraqa, ya kuwa wafanyibiashara wale wawili katika biashara, muuzaji na mnunuzi, wana khiari ya kusitisha ile biashara maadama hajaondoka kutoka katika kile kikao cha kuuza na kununua. Maadama ako pale dukani, maadama ako pale sokoni na bado wako katika kile kikao cha kuuza na kununua, bado wanajadiliana, wana khiari ya kusitisha nini? Ile biashara, wana khiari ya kusitisha ile biashara. Mtume baada ya kusema haya, kabla ya kusema haya alisema fa idha tabayyana, huyu muuzaji na huyu mnunuzi wakibainishiana aibu iliyokuwa katika ile bidhaa. Mtu unauzia mtu kitu ambacho kwamba ni muzayyaf, chinku, fake, lakini unamuuzia na bei ya kitu ambaye kwamba ni asli, original. Sawa, kisha unamwambia hii ni original, na kumbe unamuuzia nini? Kitu ambayo ni fake. Wewe kama Muislamu ukijua unauza kitu ambaye ni counterfeit, muzayyaf, wallahi alazim unafaa umwambie huyo mwenzako, ukamwambia ndugu yangu, hii naokuuzia hii sio Timberland original, hii ni Timberland ya kutoka nini? Uchina. Akaya kijua. Na usimuzie na bei ya Timberland original, unamuzia na bei ya hiyo Timberland ambaye kwamba ni nini? Camera copy, carbon copy ama ni camera copy ama nini, mnaojua wafanyi biashara wenyewe. Lazima mbainishiane. Mtume akasema sallallahu alayhi wasallam, ikiwa huyu muuzaji atambainishia mnunuzi aibu inayopatikana katika ile bidhaa, na yule mnunuzi akambainishia muuzaji ikiwa kuna aibu yoyote inayopatikana na njia ya kulipa, nakupa hii check, lakini hii check usiibank hivi sasa, ibank baada ya wiki moja, kwa kuwa ndio pesa itapatikana hapo ndani. Lazima wabainishiane. Ikiwa atabainishiana ukweli, burika fihima, Allah subhanahu wa ta'ala atatia baraka katika ile biashara, atatia baraka katika ile bidhaa inayonunuliwa, ikawa ni yenye kudumu, ikawa ni yenye kuleta manufaa, na atatia baraka katika ile pesa ama ile mali iliyochumwa, ikawa ni yenye athari nzuri, ikawa ni yenye mazao mema, ikawa ni yenye kuleta manufaa mengi zaidi. Ndio utaona kuna mtu ana shilingi 10, lakini hiyo shilingi 10 inazaa baraka tele. Hiyo shilingi 10 inampanulia riziki yake. Na kuna mwingine ana milioni 1, lakini iliyochumwa kwa njia ya haram, hiyo milioni 1 baada ya wiki imeisha. Akiulizwa ulitumia aje, hata anashindwa. Na kweli hiyo pesa imeisha aje? Hiyo pesa imeisha aje? Ndio wazungu wakasema alhamdulillah, wazungu wakasema easy come easy go. Easy come easy go, wakiashiria kinachochumwa kwa njia ya haramu kinatokomea na kupotea pia
kwa njia ambaye haieleweki, haina baraka ndani yake. Sasa wallahi, tubainishiane wakati wa kuuza na kununua. Hii ndio hatari. Ukanunua kikombe, ukamuzia mwenzio kikombe ambaye kwamba wewe unajua imetengenezwa hapa Kariobangi Light Industries, lakini unamuzia, unamwambia hii ni porcelain, hii ndio ile, hii imetoka Japan, lakini imetengenezwa hapa Kariobangi Light Industry. Jamaa anafika naye nyumbani, hata hajakunywa chai ya kwanza, imeanguka, imecrack ama imevunjika. Ndio hiyo pesa umeingiza shilingi 200, labda umemdanganya mwenzio ukaingiza shilingi 200 kwa kikombe ambaye labda imetumika, inafaa iuzwe shilingi 50 juu sio original. Naam, hiyo 200 inaisha, hata unauliza kwani hiyo pesa nilitumia vipi? Hii ni kwa sababu haina baraka ndani yake. Tizameni uhatari wa mtu kutokufuatilia sheria za Kiislamu wakati wa ununuzi na kununua na kuuza. Mtume sallallahu alayhi wasallam, hadithi ya Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhuma, pia tulitaja juma lililopita, na lirudia ili hii masala ingia akilini kwetu, kwa kuwa mara mingi hatuambiwi. Mara mingi maustadh, mashekhe, hawachukui muda wao kuwaelimisha Waislamu kuhusiana na masala hii. Ndio maana nitairudia leo. Tukasema uhatari wa mtu kuuza na kununua katika soko ya Waislamu bila ya kufuata sheria ya Kiislamu, kama kwa mfano kinachozungumziwa katika sura hii, wanaozungumziwa almutaffifun, wale wanaodanganyana katika mizani. Anakuzia sukari ya kilo 1, lakini ile ratili yake ameichezea. Wewe unalipia pesa ya kilo 1, lakini kumbe umeuziwa gram 990, umechezewa gram 10. Hiyo gram 10 yenyewe ni haki, ambaye kwamba mtu akifanya hivyo wallahi aladhim inamletea madhara. Mwingine katika ratili bado hapo juu kuna mchele, kuna njugu, kuna maharagwe, kuna vitu vimemwagika, kisha anakupimia mchele yako kilo ngapi? Kilo 1. Kwani akili yake wakati anachukua nailoni hiyo akakuwekea mchele wako ama unga ama sukari na akaweka juu ya ratili ambaye tayari iko na kitu ndani, je, utakuwa unapata wewe mizani inaofaa? Na si anakudanganya, anakupunguzia katika kilo. Na hii pia ni tabia tunaiona hapa mtaani, ukweli uongo. Wangapi wameenda wakanunua, kama ni maharagwe, kama ni mahindi, kama ni sukari, kama ni mchele, unapimiwa kwenye ratili, kisha ile bakuli ya kupima iko na mchele ndani, iko na unga, iko na njugu ndani, iko na sukari ndani, kisha na huyu bwana anakuwekea hiyo ratili, na wewe Muislamu umenyamaza tu unamuona. Wewe pia unachangia, you are part of the problem, wanavyosema wazungu, you are part of the problem. Wewe pia unachangia. Sasa madhara ya hii kudanganyana katika mizani na kilo, katika hadithi ya Ibn Abbas radhiyallahu anhuma, Mtume sallallahu alayhi wasallam alisema, ya ma'shara almuhajirin khisalun khams in ibtulitum bihinna wa a'udhu billahi an tudrikuhunna. Enyi mamuhajirun, vitu 5 mkitahiniwa kwa kupitia hivi vitu 5, na naomba Allah awalinde msiwe ni wenye kutahiniwa kwa kupitia hivi vitu 5. Kati ya hizi vitu 5 Mtume alisema nini sallallahu alayhi wasallam? Walam yanqusul mikyala wal mizana illa ukhidhu bishiddati almu'na wa jawri sultan. Na hii ndio shida tuko nayo Kenya. Na watu ikiwa watadanganyana katika kilo na mizani, watakuwa wanapunjana wakidanganyana katika kilo na mizani. Watu wakifanya hivyo, vitu viwili Mwenyezi Mungu atawaadhibu navyo hapa hapa duniani. Ya kwanza, shiddatil mauna, watu watakuwa wanapata shida kuweka ugali juu ya meza, riziki itafinywa.
Kwa kuwa nani ar-Razzaq? Nani ar-Razzaq? Mwenye kuruzuku? Allah. Nani mwenye kukontrol riziki yetu? Allah. Na yeye tayari ametuharamishia hii tattif, kupunguziana kilo na mizani. Wewe ulinunua kilo 50 ya mchele na ilikuwa ni 50 kweli, wewe ukiuziana unapunja mtu gramu 10 hapa, gramu 20 hapa, gramu 30, gramu 50. Wallahi ni jambo hatari. Mtume alisema sallallahu alayhi wasallam, na ikiwa watu watakuwa ni wenye kudanganyana katika kilo na mizani, Mwenyezi Mungu kitu ya kwanza atawafanyia njia ya kupata riziki ikuwe nzito. Kupata riziki itakuwa ngumu. Atawafinyia riziki. Kuweka ugali na chumvi na sukari na mafuta na majani, hizi vitu basic almauna, kuiweka riziki hii juu ya meza, wallahi itakuwa ngumu. Watu watakuwa wanalia, uchumi ni mbaya, uchumi imeharibika, uchumi ni mbaya. Ni kwa sababu tumejiletea kwa kudanganyana katika kilo na mizani. Jambo la pili, Mtume sallallahu alayhi wasallam akawaambia mamuhajirun, naam, wa jawri sultan, na watu kama hao wenye kudanganyana katika kilo na mizani watapewa viongozi wakatili, viongozi hawana huruma, viongozi madhalimu, viongozi wanyanyasaji, viongozi wezi, watakao wanyanyasa na kuwafyonza na kuwafinya na kuwakandamiza na kuwanyang'anya hata ile kidogo ambaye ndio inapatikana sasa, hiyo pia watanyang'anywa. Sasa wallahi, kudanganyana katika kilo na mizani ni jambo hatari, na ikifanyika katika soko za Waislamu, ardhi ya Waislamu, basi maangamizi haya yatatufika sote. Leo Kenya tunalia, pesa hakuna, uchumi ni mbaya, lakini Wakenya nao udanganyifu katika biashara, nani anayetushinda? Unauziwa asali, kumbe sio asali, ni sukari nguru. Na mwenye anakuuzia anakwambia hii ni asali original, hii ni asali original ya Wamasai. Kumbe bwana ameenda hapo stage Makina akanunua sukari nguru, akaenda kuiayusha, akaichanganya na makaa na vitu vingine, akatia sukari asali kidogo, kisha anakuuzia, anakuambia hii ni asali piwa original. Unaitumia ili kuzuia kukohoa, lakini homa ndo inazidi, kukohoa ndo inazidi. Unashindwa ni ipi, ni nini? Baraka imetolewa pale. Udanganyifu mtupu. Mtu anauzia mwenzake maziwa na alishatia maji, kisha anamwambia nini? Hii maziwa ni original, hii imetoka Githunguri saa hii tu, hii hata sijaichemsha bado. Ukifika tena na kuadvise, anajifanya mzuri. Ukifika nyumbani hakikisha umeichemsha, usiweke tu kwenye friji, taribika, kwa kuwa ndo imefika kutoka Githunguri saa hii tu, saa hii. Hata sijaichemsha mimi. Kumbe jamaa ameichemsha usiku kutwa akiongezea maji. Unauziwa lita moja, lakini kwenye hiyo lita moja labda robo lita ni maji. Lakini namna anavyokudanganya, subhanallah. Hii udanganyifu tuko nao hatuna. Mtu unauziwa mchele, kumbe ime-expire. Sukari, kumbe ni sukari ambaye kwamba not suitable for human consumption, haistahiki mwanadamu aitumie. Zinapatikana katika nini? Warehouse. Mombasa unasikia imepatikana, Isli imepatikana, Nairobi. Yani watu tunalishana sumu ili tu kwa sababu ya nini? Kwa sababu ya riziki. Vipi uchumi yetu haitazorota? Vipi hatutalia kwa sababu ya viongozi? Vipi mtu akipata nafasi, cheo kidogo,
Kwa kuwa Ibn Uthaymin alayhi rahmatullah alisema mutaffifun sio tu katika kuuza na kununua, hata katika muamala, hata katika kuishi wewe mwanaume na mke wako nyumbani, wewe mwanamke na mume nyumbani, ama wewe mume na mke nyumbani. Tizama, mtu anatumia ofisi yake kukusanya mali kwa njia ya haramu, anakuwa kiongozi tu hivi, anakuwa bilionea na siku 2-3. Hii pia wanaingia ndani ya nani? Almutaffifun, namna anavyosema Ibn Uthaymin. Wewe mwanaume uko na pesa, uko na njia ya riziki, lakini bakhili wa mwisho, nyumbani kwako hakuna nyama, hakuliwi. Wewe unaishia hotelini, tena unanunua nyama unakula wewe na rafiki zako. Nyumbani watu ni sukuma kwa ugali, sukuma kwa ugali, wakisukuma maisha na kusukuma wiki. Hawaonji hii nyama siku ya Eid tu na Ijumaa, labda tena kibahati ikiwa uko nyumbani. Hiyo pia Ibn Uthaymin alayhi rahmatullah amesema unaingia ndani ya nani? Almutaffifun. Unaingia pia ndani ya almutaffifun, kwa kuwa hii riziki Mwenyezi Mungu amekuwekea mikononi kwa sababu ya hii familia yako, na riziki yao wanaipata kwa kupitia mikono yako. Hicho ulichokuwa nacho, naam, wao wana haki juu yake. Ndio Mwenyezi Mungu akasema ar-rijalu qawwamuna 'ala an-nisa. Hii ni katika riziki ile, wewe ndio unafaa uchume ulete. Sijui tumeelewana? Tuelewe hii mlango ya almutaffifun, wenye kudanganyana na kupunguziana katika riziki. Wewe pia unaingia ndani yake, namna Ibn Uthaymin alayhi rahmatullah alisema. Kisha akasema kukumbusha watu kauli ya Mtume sallallahu alayhi wasallam, ittaqullaha fi nisai fa innakum akhadhtumuhunna bi amanillah wastahlaltum furujahunna bikalimatillah. Mumuogope Mwenyezi Mungu kwa haki za hawa wake wenyu, kwa kuwa mliwaoa, mliwachukua, naam, kwa biamanin min Allah, ni amana mlichukua kutoka kwa Allah, na mkajihalalishia kitendo cha ndoa na wao kwa maneno ya Allah. Na si tuko na khutba ya wakati wa nikah, sio? Na tunakumbushwa aya 3 za takwa, uchaji Mungu, sio? Hasa haya ni maneno ya Mtume sallallahu alayhi wasallam, ilivyokuja katika hadithi ya Jabir bin Abdullah, naam, wakati wa hijjatul wadaa Mtume alisema maneno haya sallallahu alayhi wasallam, ilivyopatikana katika sahih Muslim. Kwa hivyo hii kudanganyana sio tu katika kuuza na kununua sokoni, bali mpaka katika muamalat, mpaka katika ndoa, mpaka katika uongozi. Masala hatari haya. Hasa almuhim, wallahi lazima tuzingatie. Hasa turudi katika tafsiri ya sura yenyewe. Tumesema asura madania. Hii sura kinyume na sura zingine, Infitar, Abasa, Takwir zilizotangulia, hizo zilikuwa makia. Ama hii suratul Mutaffifin ni nini? Madania, ilishukishwa Madina. Ma sababu nuzul? Kwa nini hii sura ilishukishwa? Asema Ibn Abbas radhiyallahu anhuma, qaddama an-nabiy sallallahu alayhi wasallam fawajada ahla al-madinati akhbathu an-nasi fil mikyali wal mizan. Mtume sallallahu alayhi wasallam baada ya hijra alipofika Madina, akapata watu wa Madina ndio watu waovu katika nini? Katika kilo na mizani. Hii biashara yani mtu ananunua kama ni tende kilo 2, kisha anauzia mtu robo kilo, lakini sio robo kilo, imepunguka. Hii tabia ilikuwa kati ya watu wa Madina. Je, mwajua mbona? Mayahudi waliishi wapi? Madina. Wallahi, na hakuna watu waovu katika biashara kuliko hawa Mayahudi. Hakuna watu wadanganyifu katika biashara kuliko hawa Mayahudi. Na kwa ajili yao wakaleta athari mbaya Madina ya kupunjana
Hii ni tabia ya Kiyahudi ya kuibiana katika kilo na mizani. Hii ni tabia ya Kiyahudi. Anaamini akikufanyia wewe ambaye siye Myahudi hapati dhambi, lakini akifanyia Myahudi mwenzake ndiye anapata dhambi. Yani hiyo dini ni dini nyingine ya maajabu, ubinafsi wa hali ya juu. Akimuua asiyekuwa Myahudi hapati dhambi, lakini akiua Myahudi hapo ndipo anapata dhambi. Hiyo ndio itikadi yao. Sasa hii tabia kupunjana, wao walikuwa wakiuziana baina yao, hawauziani kwa riba, lakini wakimuuzia asiye Myahudi wanamuzia ama wanafanya biashara ya riba, lakini baina yao wanasema riba ni haramu baina yetu, lakini kwa asiyekuwa Myahudi wao wanaona ni halali. Yani itikadi zao za kipotovu. Sasa wao waliwaathiri watu wa Madina, ikawa kule udanganyifu katika kilo na mizani imeenea sana. Ndio Ibn Abbas radhiyallahu anhuma akasema Mtume sallallahu alayhi wasallam alipoenda hijra, alipofika Madina, alipata watu wa Madina wanachezeana na kudanganyana katika kilo na mizani. Hii haikuwa tabia ya Makka, subhanallah, ilikuwa tabia ya watu wa Madina. Kwa nini? Waliletewa na kina nani? Mayahudi. Sasa faanzala Allahu azza wa jalla, Mwenyezi Mungu akaishukisha suratul Mutaffifin. Ndio Allah akashukisha hii sura ili kuja kutoa mwelekeo. Sasa Madina ni mji wa Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Madina ni mji wa Waislamu, na kwa kuwa ni mji wa Waislamu, watu wanafaa kuchukua tahadhari, waachane na biashara kama hii ya kudanganyana katika kilo na nini, mizani. Sasa hii ndio sababu nuzul ya hii sura kwa mujibu ya kauli ya nani? Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhuma. Kisha ndugu wapenzi katika imani, tukasema mutaffifun ni kina nani? Mutaffifun ni wale ambao Mwenyezi Mungu amewasifu ndani ya sura yenyewe, baada ya Allah kusema wailul lilmutaffifin. Na tukasema neno wail, hili neno naam, maana yake ya kwanza ni nini? At-tahdhir bitaw'id, at-tahdhir wat-taw'id wal-wa'd ash-shadid lilman'i wan-nahy. Ni onyo kali inayotolewa kukataza, ni onyo kali inayokuja kukemea, ni onyo kali inayokuja kutoa tahadhari kwa wale wenye kuzungumziwa. Msipoacha mtaangamia, msipoacha mtaonja adhabu, msipoacha mtaanza kuadhibiwa hapa duniani mpaka kesho akhira. Na kati ya madhambi makubwa kwa mujibu ya kauli ya Imamu Dhahabi alipotunga kitabu chake Al-Kabair ni hili dhambi ya watu kupunjana katika kilo na mizani. Hii ni kati ya kabair, madhambi makubwa. Tusiichukue kwa michezo, tuichukulie kwa uzito unaofaa. Neno ya kwanza wail ni onyo kali, na wail anavyosema pia Ibn Uthaymin alayhi rahmatullah, bimaana wadun min widyani nari jahannam, ni bonde kati ya mabonde ya moto wa Jahannam, ambao ni khas kwa wale wote ambao kwamba waliambiwa wailun na wakafanya, watastahiki kutupwa katika hilo bonde linaloitwa nini? Wail. Sasa Allah akasema wailul lilmutaffifin, ole wao, tahadhari kali, onyo kali, wakome na wasite hawa almutaffifun. Kina nani? Alladhina idha ktalu ala nnasi yastawfun, wale ambao wakinunua kutoka kwa watu wanauziwa kwa kilo kamili. Wakinunua wao, wanaponunua ili waende wakafanye biashara, wakati wa ununuzi wanapouziwa, wanauziwa kwa kilo kamili. Kama ilikuwa ni kilo 50, kilo 50, kilo 20, kilo 20 kwa ukamilifu. Lakini baada ya hapo wanafanya nini? Wa idha kaluhum au wazanuhum yukhsirun ay yanqusun.
Lakini wao wakati wanapouzia wenzao, wanapopima hiyo kilo ama wizani, wao wanapunguza. Badala ya kilo moja anakuuzia gramu 900, badala ya nusu kilo anakuuzia gramu 450. Anakupimia ilhali ile bakuli ya kupima iko na vitu juu yake. Hii ni haramu. Anafaa mwage hiyo nje, ili akikupimia akupimie ikiwa nini? Safi. Na ndiyo Mtume sallallahu alayhi wasallam akatuhusia kama Waislamu, rahimallahu mri'an samhan idha ba'a wa idha ishtara wa idha daa. Mwenyezi Mungu amrehemu mtu ambaye kwamba atakuwa ni mzuri, atakuwa ni mngwana, atakuwa na ustaarabu, atakuwa ni mpole katika kuuza, kununua na kudai deni yake. Sasa hiyo upole na uzuri wakati wa kuuza ni ipi? Ni ile ada na tabia baadhi ya Waislamu wamekuwa nayo, walillahi alhamd. Anakuuzia sukari kilo moja, na min babil ihtiyat, katika mlango wa kujichunga ili asiingie ndani ya nani? Mutaffifun. Ili asiwe mutaffif, asiwe kati ya hawa wenye kupunjana, anakuongezea kidogo juu. Anakuuzia mchele, amepima kilo moja, lakini min babil ihtiyat, katika mlango wa kujichunga ili asiingie kati ya hawa mutaffifun, anakuongezea na mkono moja ndani, kwambia hii yako hii. Na baadhi ya Waislamu alhamdulillah, ukisafiri ukaenda Mombasa, wallahi alhamdulillah, nimeona baadhi ya Waislamu wenye kuuza na kununua akifanya hivi. Hapa Isli nimeshuhudia baadhi ya Waislamu wakiuza kwa kuwa anaogopa asiingie ndani ya hawa mutaffifun. Naam, wallahi anakuongezea. Kuna mzee mmoja Mombasa alituzia halwa siku moja Old Town. Huyu mzee tumenunua hii halwa hivi, na mimbabil ihtiyat akatukatia nyingine kando akatuongezea. Nilipomuuliza mbona, akasema kunitajia hii hadithi, rahimallahu mri'an samhan idha ba'a wa idha ishtara. Na nimeikumbuka hivi sasa nikiwa hapa. Bimaana huyu ni mzee, na alikuwa mzee. Biashara hiyo halwa alianza baba ya babu yake, ambao wako Oman na wapi Mombasa. Na sasa duka hiyo aliachiwa yeye. Hata utampata kwenye YouTube, kunayo video. Hii ndio ungwana. Ukifanya biashara kwa njia hii, wallahi Allah anakurehemu. Na hii rahma ndio itakuingiza wapi? Janna, ndugu mpenzi katika imani. Utapata baraka katika hiyo biashara. Sasa Allah akawasifu hawa mutaffifun kuwa ni watu idha ktalu ala nasi yastawfun, wakinunua kutoka kwa watu wanauziwa kwa kilo kamili, lakini wa idha kaluhum au wazanuhum yukhsirun. Wao wakija kuwauzia wenzao wanafanya nini? Yanqusun, wanapunguza, wanadanganyana. Kisha Allah akauliza swali, na hii ndio mpya, ala yadhunnu ulaika annahum mab'uthun, ay ala yatayaqanu. Je, hawa hawana yaqin? Je, hawa wenye kufanya hii tabia ya kudanganyana katika biashara, wanapunguza kilo na mizani, ala yadhunnu, je hawa hawana yaqini? Kwa kuwa neno dhanna pia katika Qur'ani imetumika kwa maana ya neno yaqin. Imetumika katika maana ya neno nini? Yaqin. Ala yatayaqanu, je hawa wenye kudanganyana katika biashara hawana uhakika, hawana yaqini annahum mab'uthun, ya kuwa wao watakuja kufufuliwa, na wakifufuliwa watasimamishwa mbele ya Allah, na wakisimamishwa mbele ya Allah hawatochukua hatua hata moja mpaka waulizwe kuwajibikia maswali manne. Na kati ya haya maswali manne wataulizwa wa an rizqihi, kuhusiana na riziki yake, vipi aliichuma, alitumia njia gani kuichuma, na aliitumia njia gani, na aliitumia kwa njia gani. Hii swali kila mmoja wetu ataulizwa siku ya Kiyama.
Ndio Allah anatukumbusha, wewe mwenye kudanganya mwenzako katika biashara, je, hauamini na siku ya Kiyama? Hauamini na siku utakapofufuliwa? Hauamini ya kuwa utafufuliwa ukasimamishwa mbele ya Allah? Ndio Allah akauliza hii swali ya kinaya, itaki jawabu. Ala yadhunnu ay ala yatayaqanu, je, hawana yaqini? Ulaika, hawa, annahum, ya kuwa wao bila shaka, mab'uthun ay mahshurun yuhsharun, hawana uhakika, hawaamini ya kuwa watakuja kufufuliwa. Hii ni swali ya kukutisha. Hii ni swali inayoletwa kwa njia ya kutishwa. Namna wewe mtu akwambie, wewe unanijua, wewe unanijua, yani anakuuliza swali ili akutishe. Hasa walillahi mathalul a'la, na Allah ana mfano ambao haupigiwi mfano. Allah anatuuliza, kwa wewe mwenye kudanganyana katika biashara ukapunguza katika kilo na mizani, je, wewe hauna uhakika ya kuwa utakuja kufufuliwa wewe na kusimamishwa mbele yangu? Yani hii ndio swali ambaye Allah anatuuliza. Neno yadhunnu hapa, wajua mara mingi tunadhania neno dhanna ni kudhania pekee, lakini neno dhanna pia inakuja bimaana al-yaqin, yaqin. Mfano katika kauli ya Allah subhanahu wa ta'ala, alladhina yadhunnuna annahum mulaqu rabbihim wa annahum ilayhi raji'un, katika surati al-Baqara aya 46. Allah anatumia hili neno dhanna, yadhunnun, na hilo neno yadhunnun namna imetumika maana yake yatayaqanun. Allah anasema alladhina yadhunnun ay alladhina yatayaqanun, indahum yaqin, wale walio na yaqini na uhakika, wanaamini bila shaka, annahum mulaqu rabbihim, ya kuwa wao watapatana na Mola wao, wa annahum ilayhi raji'un, na ya kuwa wao watarudishwa kwa Mola wao. Wako na yaqini, hawana shaka katika hilo. Sasa hawa wenye kudanganyana katika mizani, Allah licha ya kuwa amewapatia onyo, akawaambia wailul lilmutaffifin, kisha Allah bado akaendelea kuwaonya na kuwatisha kwa njia ya swali. Akasema ala yadhunnu ulaika annahum mab'uthun ay ala yatayaqan haula wa ya'lamuna ilma al-yaqin, lianna dhanna huna bima'na al-yaqin. Ala yatayaqanun biannahum la mab'uthun, je, hawana yaqini hawa ya kuwa watakuja kufufuliwa? Na wakifufuliwa, wanafufuliwa kufanya nini? Kula wali? Wanafufuliwa kufanya nini? Kudanganyana? La, wanafufuliwa kufanyiwa hesabu. Hum yatayaqanun. Sasa Allah akasema alladhina yadhunnuna annahum mulaqu rabbihim ay yatayaqanun biannahum mulaqu Allah. Sasa hapa imetumika kwa njia hiyo, ala yadhunnu ulaika annahum mab'uthun. Je, hao wenye kudanganyana katika kilo na mizani hawaamini kwa uhakika ya kuwa watakuja fufuliwa? Hii swali yenyewe ni tisho inaofaa kuwafanya wao wakose usingizi. Na tutapatana, ni kama wewe uambiwe tutapatana, yes, utaletwa mbele yangu, utaonya. Hasa ukiambiwa hivyo lazima ushtuke shekhna, na hii ni kutoka kwa Allah. Kisha Allah subhanahu wa ta'ala akasema ala yadhunnu ulaika annahum mab'uthun liyawmin adhim. Tizameni, je, hawa hawana uhakika ya kuwa watakuja kufufuliwa siku katika siku ambaye kwamba ni nini? Adhim, liyawmin adhim. Hii ni siku gani? Siku ya Kiyama. Kumbukeni sasa uhusiano baina ya surati al-Mutaffifin, na hii ndio utamu wa tafsiri ya Ibn Uthaymin alayhi rahmatullah. Anatuwekea uhusiano baina ya hizi sura. Tizameni uhusiano baina ya hii aya na kauli ya Mwenyezi Mungu katika surati an-Naba, akisema amma yatasaalun anin naba'il azim. Azim. Hawa Makuraishi wanabishana kuhusiana na nini? Wanajadili kuhusu nini? Wanajadiliana kuhusiana na nini? Kwa njia ya pingamizi, kupinga imani ya siku ya Kiyama. Ndio hiyo siku
habari zake Mwenyezi Mungu akaziita nini? Nabaul adhim, habari nzito, kwa kuwa siku ya kiyama ni siku nzito. Yawma yaj'alu alwildana shiba, ni siku ambaye kwamba kutokamana na uzito wake mtoto ambaye kwamba ni mdogo atamea mvi, kutokamana na uzito wa siku hiyo na mtihani unaopatikana ndani ya siku hiyo, mtoto mdogo anamea nini? Mvi. Basi Allah akasema, ala yadhunnu ulaika annahum mab'uthuna, wenye kudanganyana kwa biashara wakapunguziana kilo, je, hawaamini, hawana yaqini ya kuwa watakuja kufufuliwa? Liyaumin adhim, watatolewa makaburini kwao kwenda kupatana na Mola wao. Liyaumin adhim, fi yaumil qiyama, wakapatana na Mola wao siku ya kiyama, na ni siku nzito. Siku ya kiyama, kila kitu kinachohusiana na kiyama ni nzito. Tizameni Allah katika surati al-Hajj aya ya kwanza anasema nini? Inna zalzalata saati shay'un adhim, kutingizika kwa ardhi siku ya kiyama ni jambo nzito. Yani hiyo siku ya kiyama kila kitu kuihusu ni nini? Nzito. Ndio katika surati Naba, amma yatasaalun, Allah alisifu habari ya siku hiyo kuwa nini? Nabail adhim, nzito. Na hapa anaita siku ya kiyama, anaisifu siku ya kiyama kuwa ni siku gani? Nzito. Lakini ni nzito kwa kina nani? Kumbukeni ndugu wapenzi katika imani, siku ya kiyama watu wako sampuli ngapi? Mbili. Namna tunavyokuwa sampuli mbili wakati wa kifo. Mnakumbuka katika kauli ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, naam, wanazi'ati gharqa wanashitati nashta. Naam, watu wakati wa kifo ni sampuli mbili, watu waovu na watu wema. Watu waovu nafsi zao zinatolewa kwa shida, huku wanatukanwa na kucharazwa na kuadhibiwa. Watu wema nafsi yao inatolewa kwa njia ya uzuri, wakipewa bishara wanakufa huku wako na furaha. Naam, pia siku ya kiyama tuko sampuli mbili, sampuli mbili. Hiyo siku ya kiyama haitokuwa nzito kwa kila mtu, la, itakuwa nzito kwa baadhi ya watu pekee. Na dalili ni kauli ya Mwenyezi Mungu akisifu siku hiyo akisema, ala alkafirina ghairu yasir, katika surati al-Mudaththir, ya kuwa siku ya kiyama kwa makafiri haitokuwa ni siku nyepesi, itakuwa ni siku nzito. Bimaana kwa waumini itakuwa ni siku nini? Nyepesi. Na ndio Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala akiendelea akizungumzia makafiri katika surati al-Qamar aya 8 akasema, yaqulu al-kafiruna hadha yawmun asir, makafiri watasema kuhusiana na siku ya kiyama, hadha yawmun asir, hii ni siku nzito, hii ni siku nzito. Hasa sifa ya hii siku liyawmin adhim, siku ya kiyama kuwa ni siku yenye uzito, ni kwa makafiri. Ama kwa waumini itakuwa ni siku gani? Yasir, siku nyepesi. Kwa makafiri itakuwa ni nini? Yawmun asir. Ndio Mwenyezi Mungu katika surati al-Furqan, kama sijakosea aya 26, Allah akasema, wa kana yawman ala al-kafirina asira. Hiyo siku ya kiyama kwa makafiri itakuwa ni siku nzito, lakini kwa waumini itakuwa ni siku nyepesi. Kwa nini? Waumini Allah anasema, yawma yahshuru almuttaqina ila arrahmani wafda. Wafda hapa Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu anaisifu, anasema ya kuwa waumini hiyo siku ya kiyama watakuwa ala sururin, watakuwa juu ya vitanda, vitanda vinavyopaa hewani. Na ikiwa wako kati ya wale watu 7 watapewa na kivuli, yani bimaana wataenda kwa Allah wafda, yani wataenda kama
kongamano lenye kuheshimiwa. Hawatembei kwa miguu zao waumini siku ya Kiyama, wachaji Mungu. Watakuwa juu ya vitanda wamelala, na vitanda vinapaa hewani, na juu yao kuna nini? Kivuli, ikiwa ni sab'atun yudhilluhumullah yawma la dhilla illa dhilluhu. Watu sampuli 7 Allah atawapea kivuli katika hiyo siku ambaye hakuna kivuli isipokuwa kivuli kinachotoka kwa nani? Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Sasa kwa waumini itakuwa ni siku ya uwepesi, lakini kwa watu waovu, kwa makafiri na wanafiki na washirikina, yaumun asir, itakuwa ni siku nzito. Hapa ndugu wapenzi katika imani, faida tunaopata, nasema Ibn Uthaymeen, la yakunu almu'min, hawi mtu muumini, minal mutaffifin, kati ya hawa wenye kudanganyana katika kilo na mizani. Ikiwa kweli wewe ni muumini, wallahi alazim haufai kuwa mtu mwenye kufanya udanganyifu katika biashara. Hii sio sifa ya waumini. Hii sio sifa ya nani? Waumini. Kwa nini amesema maneno haya? Kwa sababu hapa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, baada ya kuzungumzia hawa mutaffifun, akasema ala yadhunnu ulaika annahum mab'uthun liyawmin adhim. Sasa hii siku ni adhim kwa waumini? La. Adhim kwa watu gani? Makafiri. ala alkafirina ghairu yasir, yaqulu alkafiruna hadha yawmun asir wa kana yawman ala alkafirina asira. Hizi ni sifa ya siku ya Kiyama, lakini sio kwa kila mtu, kwa watu waovu peke yao. Kisha Allah akasifu hiyo siku akasema, yawma yaqumu an-nasu li rabbil alamin. Hii siku nzito hii, na tukasema ni nzito kwa makafiri, lakini ni nyepesi kwa waumini. Yani hapa Allah anaendelea kutusifia siku ya Kiyama. Kumbukeni kila sura iliyotangulia katika juzu amma mpaka hivi sasa, Mwenyezi Mungu amekuwa akitufunulia ahwal, hali za siku ya Kiyama, si ndio? Katika kila sura, naam, tumekuwa tukifunuliwa na kusifiwa hali za watu siku ya Kiyama. Hapa Mwenyezi Mungu anatuzidishia siku hiyo ya Kiyama, watu lazima watasimamishwa mbele ya Allah Subhanahu wa Ta'ala kuhukumiwa. Ndio Allah akasema yawma yaqumu an-nasu li rabbil alamin. Hii siku yaqumu an-nas, watu watasimamishwa li rabbil alamin, ay amama rabbil insi wal jin, watasimamishwa mbele ya Mola aliyeumba wanadamu na majini. Tulisema neno al-alamin bimaana rabbul alamin, tukifasiri surati al-Fatiha, naam, alhamdulillahi rabbil alamin, tulisema rabbil alamin maana yake nini? Rabbul insi wal jin, Mola muumba na mlezi wa wanadamu na majini. Namna Allah alisema katika Dhariyat, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, huyu Mungu aliyeumba wanadamu na majini ili watekeleze ibada. Hasa huu ndio rabbul alamin, aliyetuumba sisi. Bimaana wewe mwenye kuabudu majini siku hiyo, hao majini hawatokusaidia kwa kuwa pia wao wanahesabiwa. Wewe mwenye kuabudu mitume na waja wa Allah, maaulia, wewe pia siku hiyo hawatakusaidia. Kwa nini? Wao wenyewe pia wako ndani ya nini? Hesabu. Hivyo ndio tulifasiri maneno haya. Sasa hapa Mwenyezi Mungu anatukumbusha yawma yaqumu an-nasu li rabbil alamin. Hii siku ya Kiyama ni siku nzito, watu watasimamishwa. Wallahi, kila mtu mmoja mmoja unasimamishwa mbele ya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kisha kwa nini tunasimamishwa mbele ya Allah? Na kumbukeni tulitaja tunasimamishwa mbele ya Allah huku watu wako uchi, hauna nguo, hufatan urratan, hauna nguo, hauna viatu, uko uchi. Kisha ghurlan, yani hapa duniani umetairi, lakini hiyo siku unafufuliwa haujatairi, yani uko kwa ukamili. Ndio ukiwa kati ya watu wa moto wa jahannam, ukitupwa kule
kila sehemu ya ngozi yako ionje adhabu. Ndio sababu ya watu kufufuliwa. Kama ulikuwa umekatika sehemu, unarudishiwa. Kama wewe ni mtu wa jahannam, ndio ngozi yako, kila sehemu yako ya ngozi ulioumbwa nayo ionje adhabu. Kullama nadhijat juludun badalnahum juludan ghaira liyadhuqu al'adhab. Kumbukeni maneno ya Allah, kila ngozi ikichomeka tunawabadilishia na ngozi mpya ili waonje nini? Adhabu. Ndio maana watu siku ya kiyama watafufuliwa. Kama ulikuwa umetairi, unafufuliwa ni kama haukutairi. Kama ulikuwa umekatika masikio ama nini, unafufuliwa nayo kwa ukamilifu. Sasa nikikamilisha ili tuingie katika adhan, Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala akatukumbusha siku hiyo ya kiyama, yawma yaqumu nasu li rabbil alamin, watu watasimamishwa mbele ya Allah. Na watu wakisimamishwa mbele ya Allah, wallahi kati ya maswali ambao kwamba tutaulizwa kuhusiana na nini? Riziki yetu tulipata kwa njia gani na tuliitumia kwa njia gani? Hasa hapa Mwenyezi Mungu ametufanyia nini? Ametubainishia na ametuonya, atatuuliza. Kwa hivyo ole wetu. Inshallah tutaendelea baada ya adhan. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, amma ba'd. Hasa hii siku ya kiyama Allah ameisifu ni siku ambaye kwamba adhim, ni siku nzito, liyaumin adhim, na ni siku ambaye kwamba wallahi yawma yaqumu nasu li rabbil alamin. Kila mmoja wetu, kila mwanadamu atasimamishwa mbele ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, na ataulizwa maswali mangapi? Kwa mujibu ya hadithi, manne. Na kati ya hizi maswali manne tutaulizwa kuhusiana na nini? Riziki yetu. Kwa hivyo mtu usipuuze kuchuma riziki kwa njia ya haramu. Sasa mtu usipuuze kuchuma riziki kwa njia ya haramu. Na ndipo hapa wanawake wa salafu salih walikuwa wakiwaambia waume wao, ukitoka kwenda kuchuma riziki, mche Mwenyezi Mungu, muogope Allah. Sisi tuweza vumilia makali ya njaa, lakini hatuwezi vumilia makali ya moto wa jahannam. Kwa hivyo msiende mkachume kwa njia ya haram, kwa kuwa siku ya kiyama wallahi ukisimamishwa mbele ya Allah, Allah atakuuliza. Allah Subhanahu wa Ta'ala atakuuliza, na hautoondoka mbele yake mpaka utoe majibu. Ulichuma riziki yako kwa njia gani na uliitumia pia kwa njia gani? Hii swali kila mmoja wetu ataulizwa. Na tukumbuke ndugu wapenzi katika imani, ma hiya sifatul qiyam amama rabbina, ni ipi sifa ambao kwamba tutakuwa naye tutakaposimamishwa mbele ya Allah Subhanahu wa Ta'ala? Allah ametutajia hii katika suratul Qalam. Hiyo siku kuitwa yaumul qiyama, tuelewe pia maana yake, namna wanazioni wanavyosema, akiwemo Sheikh Nasir Saadi alayhi rahmatullah. Ni siku ambayo pia tutasimamishwa mbele ya Allah. Kwa hivyo hakuna Muislamu anafaa kuwa na shaka. Kila mmoja wetu tuwafaa kuwa na yaqeen ya kuwa tutasimamishwa na Allah na atatuuliza maswali manne, na kati ya maswali atatuuliza kuhusiana na riziki yetu, tuliichuma kwa njia gani na tuliitumia kwa njia gani. Tafuta majibu sahihi kabla ya siku hiyo kufika. Na siku hiyo watu watasimamishwa vipi mbele ya Allah? Katika suratul Qalam Allah anasema, yawma yukshafu an saqin wa yud'auna ila sujudi fala yastati'un. Hiyo siku ya kiyama, yawma yukshafu an saqin wa yud'auna ila sujud, Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atatudhihirishia sehemu yake ya mguu. Mguu wake laysa kamithlihi shay. Sisi kama Waislamu tukisikia maneno haya katika aya za Qur'an ama hadith, hatufai kuifanyia tamthil wala tashbih. Hatufai kuipatia mfano wala hatufai kuifananisha na kile ambacho kwamba sisi tunakijua hapa duniani. Mguu wako kama wewe mwanadamu hauwezi, hiyo ni haram. Kwa nini? Allah amesema nini? Walam yakul lahu kufuwan ahad, hakuna mwenye kufanana na Allah.
Laisa kamithlihi shay, hakuna chochote chenye kufanana na Allah. Kwa hivyo sisi kazi yetu ni kuthibitisha kile ambacho Mwenyezi Mungu amejithibitishia, na tunasimamia hapo. Na ndipo Imam Ahmad bin Hanbal, mwanafunzi wa Imam Shafi'i alayhi rahmatullah, akatuambia as-su'alu anha bid'ah, mtu kuendelea kuuliza saq, hiyo sehemu ya mguu hii, shin, mundi kwa Kiswahili, ya Mwenyezi Mungu inakaa vipi, hiyo swali yenyewe ni bid'ah na ni upotovu, itakuingiza katika moto wa Jahannam. Fa inna kulla muhdathatin bid'ah wa kulla bid'atin dalalah wa kulla dalalatin fi an-nar. Hasa sisi tunamthibitishia Mwenyezi Mungu alichokithibitishia biduni takyif wala tamthil wala tashbih, bila kuipatia mfano kuonyesha ni hivi, wala kuipatia yani tamthil wala tashbih, kufananisha. Kwa nini? Laisa kamithlihi shay, hakuna chochote kinachofanana na Mwenyezi Mungu. Wala yakul lahu kufuwan ahad. Tizameni wallahi, suratul Ikhlas imetutajia haki za Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala zote. Ndio maana muislamu hawezi potea, walillahi alhamd, ikiwa unaelewa. Sasa almuhim, yawma yukshafu an saqin wa yud'auna ila sujud, siku ya kiyama mwanzo, naam, Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala atatudhihirishia sehemu yake ya mguu, ili wanadamu wote na majini wote wamsujudie, na malaika watatangaza watu wamsujudie Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala kwa utukufu huo. Naam, atadhihirisha sehemu ya mguu wake. Wanadamu wataamrishwa msujudie Allah, fayud'auna ila sujud. Lakini je, kila mtu ataweza kusujudi? Allah akasema fala yastati'un, makafiri, wanafiq, washirikina watashindwa kusujudu, lakini waliokuwa wanamsujudia Allah hapa duniani watasujudu. Jizoeshe kumsujudia Mwenyezi Mungu hapa duniani, ili hiyo siku usifedheheke. Sikiza sifa ya wale ambao watashindwa kumsujudia Allah. Allah akawasifu akasema fala yastati'un, wale waovu, wanafiki, washirikina, makafiri watashindwa kumsujudia Allah siku hiyo. Khashi'atan absaruhum tarhaquhum dhilla, wallahi watapatwa na unyonge na fedheha, macho yao itakuwa inaelekea chini, watashindwa hata kuinua kichwa chao na macho, watafedheheka kwa kuwa kila mtu amesujudu isipokuwa wao. Kisha Allah atatuambia mbona atawazuia wao kusujudu, mbona watanyimwa kusujudu? Allah akasema waqad kanu yad'auna ila sujudi wa hum salimun, walikuwa hapa duniani, namna anavyosema Ibn Uthaymin alayhi rahmatullah na Sheikh Nasiru Saadi, walikuwa hapa duniani adhana hivi inaadhiniwa, waje misikitini kumsujudia Mwenyezi Mungu, lakini wako salama. Mtu sio mgonjwa, mtu mgongo yake iko sawa, hana maradhi, bado anakuwa tariku sala. Alikuwa hapa duniani, alikuwa waqad kanu yud'auna ila sujud, wanasikia adhana hivi, wanaitwa waje kusujudu. Naam, lakini walikuwa wanaitikia la, hawaji kusujudu, hawamsujudii Mwenyezi Mungu. Walikuwa na udhur, la wahum salimun, walikuwa kamili. Sasa wewe jizoeshe kumsujudia Allah hapa duniani, kwa kuwa kama si mazoea yako hapa duniani, wallahi siku ya kiyama tutakaposimamishwa mbele ya Allah, kati ya vitu ambavyo vitatokea ni kwamba Mwenyezi Mungu atatudhihirishia sehemu ya mguu yake, tutaamuriwa tumsujudie. Watu wengine watasujudu, na wale ambao hawakuwa kati wenye kuswali duniani watashindwa.